Bwana kocha Steve Barker pamoja na vijana wake wa Simba Sport Club baada ya kuzisaka alama 3 zingine katika siku ya hapo jana. Kumbuka tayari wamekwisha kukuta alama 6 ndani ya michezo miwili, na mpaka sasa tunavyozungumza wako katika kilele cha msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League ambao hawajapoteza mpaka sasa na wamecheza michezo miwili. Wengine ambao wamecheza wamekukuta alama 1-1, alama 2-2, alama 3, lakini wengine alama 6. Lakini pia Simba Sport Club mpaka sasa yuko kileleni katika msimamo wa ligi kuu ya NBC Premier League akimsubiria wananchi Young Africans, na wao wakicheza siku ya hapo leo. Siku ya leo itakuwa kuaje, lakini moja kwa moja sisi tunazungumzia kuhusiana na mchezo wa jana. Lakini kumbuka kocha Steve Barker bado hajakatisha ile kampeni yake ya kukusanya alama 3 katika kila mchezo. Kumbuka amekusanya alama 3 katika mchezo wa kwanza, mchezo wa pili, lakini pia anakwenda kuzisaka alama 3 katika mchezo wa 3 ambao utakuwa ni utampa alama 9 endapo akizichukua alama hizo 3 katika mchezo huu ambao utakuwa ni mchezo wao dhidi ya Singida Black Stars tarehe 22 pale Singida. Na siku ya leo tunavyozungumza majira ya saa 6 mchana, Simba Sport Club tayari amekwisha kuanza safari na kuhakikisha kwamba wanawasogelea kule Singida walipo na kwenda kuhakikisha kwamba Simba anakwenda kukuta alama zingine 3 ndani ya mkoa wa Singida moja kwa moja. Kumbuka kwamba leo katika interview fupi ambayo ameifanya Ahmed Ali ndani ya mazoezi na Simba Sport Club amezungumzia kuhusiana na mengi sana, ikiwemo swala zima la kusanya alama 3 kwa Simba Sport Club. Kumbuka amekusanya alama 3 katika mchezo wa kwanza dhidi ya Kagera Sugar, amekusanya alama 3 dhidi ya Pamba Jiji ambao ni mchezo au hajawahi kuaga mchezo mwepesi. Simba na Pamba Jiji hajawahi kuwa mchezo mwepesi katika Simba Sport Club, na Pamba Jiji huaga na kuaga ni mechi ngumu, lakini jana wamepata kadi nyekundu, lakini bado wameondoka na ushindi wa alama 3. Wameondoka na ushindi na kuibuka na alama 3 katika siku jana. Na asemaje, anakuambia usiombe Simba akawa pungufu. Simba akiwa pungufu bado anakuwa ni moto kweli kweli, na hamaanishi kwamba anaiombea Simba Sport Club kwa pungufu ndio waje kushinda, hapana, ila miongoni mwa mipango ya Simba Sport Club ni kupata ushindi katika kila mechi. Kwa hiyo iwe iwavyo, lakini kuhakikisha kwamba atachukua alama 3, na hii ni kutokana na ule ubora alionao Steve Barker tangu alipokabidhiwa kikosi cha wekundu Msimbazi Simba, tangia alipokabidhiwa kikosi cha Simba Sport Club kiongoza kama kocha mkuu katika baada ya kukabidhiwa Simba Sport Club baada ya kuondoka na kocha Pira Matatu, naye akaja kuwa kocha mkuu wa Simba Sport Club. Na tangia amekabidhiwa Simba katika ligi kuu ya NBC Premier League, Simba hajawahi kupoteza, lakini labda sare, lakini hajawahi kupoteza mchezo ndani ya ligi kuu ya NBC Premier League. Tunaweza kuzungumza ni kocha wa aina yake na ni kocha mwenye ubora mkubwa sana, na miongoni mwa mashabiki wengi ambao nimezungumza nao na katika kupita katika comment mbalimbali kuhusiana na mashabiki wa Simba, nakwambia iwe iwavyo, sisi tuna kocha Steve Barker, tuna kocha ambaye ni kocha bora. Hata kama Simba Sport Club tuna upungufu au tunakosa wachezaji wa namna gani, tunakosa wachezaji ambao tumekuwa tukiwakusudia ama tukiwataka sisi wenyewe, lakini tunachojivunia ni kwamba tuna kocha Steve Barker. Ni miongoni mwa maneno ya mashabiki mbalimbali ambao wa Simba Sport Club akizungumzia kuhusiana na ubora wa kocha wao, na sio kwamba anamsifia tu, bali ni ubora ambao umeonekana. Na kumbuka kwamba Simba Sport Club tangia kipindi cha nyuma alikuwa lazima apasuke mbele ya Mwananchi Young Africans, lakini baada yake yeye alipokuja kucheza na Wananchi Young Africans baada ya kocha Steve Barker kukabidhiwa kocha cha Simba Sport Club, alikuja akatoka na bao moja, kwa maana akaja kushinda katika ile mechi ya Muungano Cup, lakini pia alikuja akatoka na alama 1 mbele ya Wananchi Young Africans katika ligi kuu ya NBC Premier League, ambao na yeye alikuwa amekwisha kutangulia kuachapa mabao mawili tu ya chap, lakini ilikuja ikarudishwa ikaja kuwa sare. Lakini tunaona ubora wake tangia Simba Sport Club imekuwa mikononi mwake, lakini pia kumbuka kile anachokionyesha katika ligi kuu mpaka sasa na ubora wake kocha Steve Barker. Lakini kumbuka ni Simba ambayo ina wachezaji bora na wachezaji mahiri, na semaje, anakuambia kila mchezaji wa Simba Sport Club ni X factor. Kila mchezaji wa Simba ni X factor. Tunamwona Libasi Gay akiwa katika ubora wake wa hali ya juu, Libasi akiwa katika ubora wa hali ya juu, na Simba imekuwa ikishinda katika kiwango kikubwa sana na ikiutawala mchezo katika kiwango kikubwa sana, akiwemo pia Libasi Gay. Na si peke yake, kumbuka kwanza Libasi ametoa assist 3 katika mechi mbili. Mechi ya kwanza ameassist, mechi ya kwanza ameassist 2, lakini mechi ya pili ametoa assist 1, lakini ameonyesha ubora katika kiwango cha aina yake. Kwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wako katika top performance ya hali ya juu. Lakini hajamwacha kumzungumzia Anis Toura ambaye ni miongoni mwa wachezaji mahiri sana na wenye ubora, na siku ya jana hapo ametupia bao la kikatili sana, bao la kibabe kweli. Simba bado ina wachezaji walio bora, lakini tunazungumzia pia katika ubora wa Clatous Chama, ni miongoni mwa wachezaji ambao anaendelea pale alipoishia. Kwa hiyo ni kutokana na ubora wa Simba Sport Club. Simba ina wachezaji wengi sana, na amekuja Ismail Bugunda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba Sport Club katika safu ya ushambuliaji inakuwa bora
zaidi na zaidi. Lakini tunakumbuka kwamba Simba siku ya kesho tarehe 21 atakuwa na mazoezi mengine, tarehe 21 atakuwa na mazoezi mengine, lakini tarehe 22 atakuwa na mechi dhidi ya Singida Black Stars. Ni mechi ngumu sana, ni mechi ya kibabe. Kumbuka miongoni mwa mechi ambazo zinakuwa ngumu kwa Simba, huwezi acha kuzungumzia mechi ya Simba na Singida Black Stars. Kwa hiyo ni mechi ambayo lazima Simba ajiandae vyema katika uwanja wa mazoezi, lakini pia wachezaji na wao waisikilize kile ambacho kocha alichokisema katika uwanja wa mazoezi. Na tunaona kwamba Simba Sports Club tangia mechi ya kwanza amepata kadi nyekundu, mechi ya pili amepata pia kadi nyekundu, na hii ni mechi ya tatu anakwenda kucheza, na ni mechi ambayo endapo ikitokea upungufu katika eneo lolote lile, endapo ikitokea kadi nyekundu, hiyo itaigharimu sana Simba, kwa sababu Singida Black Stars, semaji anakuambia, ni Singida ambayo ina upekee wake, ni klabu ambayo ina upekee wake katika ligi kuu ya NBC, klabu ambayo huwezi kuifananisha na vilabu vingine. Kwa hiyo ni klabu ambayo unapokwenda unaenda ukikutana na Singida Black Stars, huendi kukutana na klabu kama Pamba Jiji ama Kagera Sugar kama walivyotoka kucheza. Kwa hiyo anakwambia kila wanapokutana na timu inakuwa na ubora wake. Wamekutana na Singida, wamekutana na Kagera Sugar, ilikuwa ina ugumu, lakini katika mechi ya Simba na Pamba Jiji imekuwa ni mechi ngumu zaidi, lakini mechi ya Simba na Singida Black Stars pia itakuwa ni mechi ngumu zaidi na zaidi. Kwa hiyo lazima waende katika ubora, lakini waende katika hali ya kutathmini sana mchezo na utulivu mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba anaondoka na alama 3 katika mchezo ule. Lakini nikukumbushe kwamba Simba inakwenda kukutana na Jonathan Soa. Simba inakwenda kukutana na Jonathan Soa ambaye katika namna moja ama nyingine kisirisiri lazima watakuwa na kisasi katika mechi hiyo. Katika namna moja ama nyingine lazima watakuwa na mchezo wa kisasi katika mechi ile. Kumbuka Jonathan Soa ni mchezaji ambaye alionyesha ubora wake mkubwa na nyota yake ling'aa, na aliperform sana katika msimu mwaka 2024-2025, na Simba akamchukua katika msimu wa 2025-2026. Lakini kuna namna ambavyo ilitokea pale katikati, na jambo ambalo ama sintofahamu ilitokea pale katikati, na kuonekana kwamba hawezi tena kuitumikia klabu ya Simba, na akarudishwa kwa Singida Black Stars. Na kule aliporudi sasa anaendelea pale alipoishia, mechi 2 mabao mawili, Singida Black Stars na Jonathan Soa damdam kweli kweli. Na tunakumbuka sasa anakwenda kukutana na Simba Sports Club katika mechi ambayo Simba anahitaji matokeo na yeye Singida Black Stars anahitaji matokeo. Yeye Simba anahitaji ushindi, Singida anahitaji ushindi. Jonathan Soa anahitaji kuperform vile, lakini pia Simba na yenyewe inatamani kupata ushindi. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu sana katika namna moja ama nyingine. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba haihitajiki kabisa kuwa na makosa ya kujirudia ama kosa la kadi nyekundu, na amezungumza Ahmed Ally kwamba kocha atakuwa azungumze na vijana wake kuhakikisha kwamba wanaepukana na makosa yasiyo lazima, kupiga mtiwiko au kutoa mguu mchezaji ambao katika eneo ambalo wala halina lazima na eneo pia la hatari. Kwa hiyo kimsababisha penalty, basi umeigharimu club, kisababisha kadi nyekundu umeigharimu pia club. Kwa hiyo Simba inahitaji kuwa bora zaidi na zaidi, na kuhakikisha kwamba nidhamu inakuwa inafuatiliwa zaidi na zaidi, ili timu iweze kuwa bora zaidi na zaidi. Hapa ni Royal Television, jina langu ni Manuel Pasco. Nikukumbushe basi kugusa ile alama ya subscribe ili tuende mbamba zaidi na zaidi, na kutuambia katika uwanja comment hapo, je, unatabiri vipi mchezo huu wa Simba Sports Club ambao utakuja kucheza tarehe 22? Kumbuka hii pia ni dabi, anapokutana na Simba na Singida, hii ni dabi. Kwa hiyo karata yako umetupa kwa nani? Tuambie kupitia uwanja wa comment hapo. Jina langu ni Manuel Pasco, mwenyeji katika ofisi za FIFA. Hadi wakati mwingine, bye bye.